tumekuwa na mafunzo karibu kwa wiki 3 sasa, na sasa hivi tuna watu kama wasiopungua 48 hivi, na lengo kubwa ni kwamba hawa ni watu ambao wanatoka kwenye taasisi zile za utekelezaji wa miradi ya barabara, hasa kwa upande wa TARURA na TANROADS, ambao lengo kubwa la wahandisi wa kuwakusanya mahali hapa ni kuona kupata mafunzo ya uhandisi kwenye usalama wa barabara, lakini pia na namna ya kufanya ukaguzi wa usalama kwenye barabara. Kwa hiyo ndo lengo kubwa la kuja kwenye mafunzo. Leo tuko siku ya 3 tangu tumeanza wiki bachi nyingine. Ni kutaka kwanza kuwawezesha, ni kujenga uwezo hizi taasisi mbili kubwa, kwa sababu hizi ndio zenye dhamana ya kujenga barabara. Kwa hiyo kabla hatujaanza kwa wale watumiaji, ni vizuri kwanza pia namna ambavyo sisi tunajenga barabara zetu zinaweza kuleta usalama kwa watumiaji wa barabara. Na kama unavyojua, tumekuwa na changamoto kubwa kwenye usalama wa barabarani kwa sababu ajali nyingi zinatokea, na kadri nchi yetu inavyoendelea tunaona watumiaji ni wengi, na kumekuwa na mchanganyiko, wapo wa magari, wapo wa pikipiki, wapo wa baisikeli, wako watembea kwa miguu, wako wa bajaji. Sasa hivi hasa kwenye sehemu za miji imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa mafunzo anakuja sasa kuona kila mtumiaji anakuona ni wapi ambapo kama sisi wahandisi tunaweza kuweka alama au ujenzi ambao unaweza kupelekea watumiaji wote wa barabara waweze kutumia kwa usalama, lakini pia kama ikiwezekana tuweze kuzuia kabisa ajali. Kama inawezekana pale ambapo inawezekani, lakini zipungue, yani kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa sasa unaona hali ni ngumu kidogo, ajali zinaongezeka kila siku. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la kuja kwenye haya mafunzo. Mafunzo haya yamekuwa mahususi kwao ili waweze kupata uelewa zaidi jinsi gani wanaweza wakasanifu, wakajenga na kufanya maintenance kwenye barabara kwa kuzingatia usalama wa watumiaji wote. Kama mnavyojua, sasa hivi barabara zetu nyingi zinajengwa kwa ajili ya magari, lakini TARURA na TANROADS tumeanza kutoka huko, tunaenda kujenga barabara ambazo zitazingatia watumiaji wote ambao ni magari, waenda kwa miguu, waendesha baskeli pamoja na bodaboda. Kama tunavyojua, kila baada ya sekunde 24 duniani kuna mtu anafariki kwa ajili ya ajali ya barabarani. Kwa mwaka tuna vifo milioni 1.12 kwa ajali za barabarani. Tuna majeruhi milioni 50 dunia nzima kwa ajili ya ajali ya barabarani. Sasa mafunzo haya yanaenda kuwajenga wahandisi hawa kutoka kwenye ile mitazamo ya zamani ya kujenga barabara kwa ajili ya magari kuja kwenye mitazamo ya kisasa kujenga barabara kwa ajili ya watumiaji wote, kujenga barabara salama ambazo zinafikia nyota 3 kwa viwango vilivyowekwa vya kidunia. Kwenye mafunzo haya tumesisitizwa tu kwamba, na ndivyo ilivyo, kwamba ujenzi wa barabara peke yake hautoshi. Kunahitajika mabadiliko ya tabia na elimu kwa umma kwa ujumla juu ya masuala ya usalama barabarani. Kwa hiyo usalama barabarani ni swala jumuishi, kwa sababu ziko ajali zinazosababishwa barabarani zinatokana na tabia za watu. Mtu anavuka barabara akiwa anaongea na simu. Mtu anavuka barabara bila kutizama alama za barabarani, hili ni eneo la kuvuka ama sio eneo la kuvuka. Kwa hiyo ziko tabia za watu, watumiaji waenda kwa miguu, lakini na watumiaji wa vyombo vya moto wenyewe. Hizo tabia mchanganyiko kwa pamoja ndizo ambazo kupitia mafunzo haya tunaweza kujikumbusha na kufahamu zile mpya, lakini pia kufahamu sheria mbalimbali za kimataifa ambazo zimebadilika, ambazo zinazotumika kimataifa na kwetu, ili sasa tunapotengeneza barabara tuweze kuwahusisha watumiaji wote, wale madereva wa kigeni, lakini madereva wa kwetu hapa nchini waweze kufanya.